Kwa majina naitwa Elia Mashauri, ni mkurugenzi mtendaji wa Partner Company Limited iliyozinduliwa Jumapili iliyopita. Amen. Namshukuru Mungu, baada ya kuwa tumemaliza kuzindua hapa Jumapili, nilikuwa na mahitaji ya kiasi kama cha shilingi kama 500,000 na kitu. Lakini hakukuwa na mchongo ninaosikilizia. Amen. Amen. Maana unaweza kuwa na matarajio alafu kuna mchongo unafanyaje? Nausikilizia. Mimi sikuwa na mchongo naofanyaje? Nausikilizia. Tulipofika Jumatano, nikaja nikamwambia Mungu, nataka nipate pesa. Maana nataka nifanye kazi kwa utulivu. Nataka nifurahie kampuni. Amen. Amen. Nikaanza kupambana. Sasa hiyo pesa ilikuwa inatakiwa igawanyike. Yaani ya kwanza ipatikane Ijumaa, ya pili ipatikane Jumamosi, alafu nyingine nianze nayo Jumatatu kwenye hii wiki tunayoiendea. Amen. Amen. Kufika Jumanne nikapata kwanza kiasi cha 320,000. Amen. Nikamaliza tatizo la kwanza. Amen. Sijauza figo. Amen. Amen. Ni Bwana amefanyaje? Amefanya. Maana tumezoea mtu akiwa na maendeleo mnaanza kuhisi ameuza nini? Figo. Ilipofika Ijumaa, Alhamisi, Ijumaa asubuhi, mimi natakiwa nipate hiyo pesa saa 10. Alafu kuna kitu natakiwa nikilipie asubuhi. Yaani vitu vile ninavihitaji kwa siku moja. Nikamwambia Mungu, sitoaibika. Sitofanyaje? Sitoaibika. Saa hiyo ninapokea simu, nimelala, na mtumishi mmoja ananiambia, nasikia umefungua kampuni. Kwani ofisi ziko wapi? Nikamwambia ofisi zangu mimi ziko kama Eromasai. Yaani unatoka nyumbani unaingia ofisini. Kwa hiyo nilipo mimi ndipo ofisi zifanyeje? Zilipo. Njoo nyumbani. Amefika akaniambia, nataka niombe na wewe dakika 20. Nasikia kuomba na wewe dakika 20. Kwa sababu nina mkutano natakiwa kwenda mahali. Sasa tumemaliza kuomba, akanishikisha vitu kama fedha. Maana mimi nilikuwa nimefumba macho, niko rohoni. Nilipomaliza vile vitu nikavichukua nikavipeleka huko ofisini. Nikarudi, tukaja tukafika huko. Kwanza alikuja na gari, nimesahau. Ndio mtumishi wa kwanza amekuja na gari ofisini kwangu. Amen. Amen. Yaani nasema njia zinaanza kufunguka kuja na magari, na magari yatakuja kwa jina la Yesu. Naiongelea wiki moja. Mimi baadaye nimekuja huku, nilikuwa na hudumu hapa madhabahuni. Kwanza nikapata na somo. Yaani kwenye hayo mapito nikapata na somo. Somo la Ijumaa ilikuwa ni imani ni ufunguo. Kama tunakumbuka. Amen. Basi natoka hapa mimi naenda kuhesabu pesa ya asubuhi niliyopewa, nakuta ni kiasi cha shilingi 50,000. Amen. Na mimi nilikuwa nahitaji vitu vya 30,000 na watu wanasema 30,000 na ushe. Kitu ambacho nilitakiwa nikilipie asubuhi cha shilingi 20,000, mtu alianza kunipigia asubuhi, tumetoka kwenye maombi, mpaka saa 6 ananiambia njoo kichukue bure. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Yaani nilipigiwa simu, alafu aibu naona mimi, sema aibu nikawa naona mimi. Kitu kutoka 30,000 akaniambia leta 20, saa ngapi akaniambia leta 10, mwisho akaniambia njoo chukue bure. Nikatoa shilingi 1,000 kwa ajili ya usafiri. Nikaenda kukifuata. Namtukuza Mungu. Sasa hiyo laki iliyobaki, ushuhuda wa Jumapili. Mungu awabariki sana. Nikuulize swali kidogo mtumishi. Ulisema ulipata 3,500. Ulipata pataje jamani, na sisi tuwezipate? Hebu tupe siri kidogo, ulifanya. Kuna mtu aliwahi kusema akasema itakuwaje, mimi sijui. Huyu aliponywa. Alipoponywa akaenda kuulizwa, hivi ilikuwa kuaje? Kama alivyouliza mtumishi. Huyo bwana alivyosema, alisema mimi sijui amefanyaje, ilikuwaje mimi sijui. Ninachojua nilikuwa sioni, na sasa naona. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa ushuhuda huo. Amen. Katikati ya wiki kuna ushuhuda. Amina. Nataka niwe mshuhudiaji bora mwaka huu. Amen. Wangapi wanataka kuungana na upako huo? Amen. Kitu cha mwisho, kwa sababu ni siku ya mama, tunataka leo tuionje Edeni ambako mlitutoa. Biblia inasema kwa kuwa umesikia sauti ya mwanamke, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sisi tukaanza kupata tabu, leo tunataka tustareheke. maana nyinyi ndiko mlikotutoa kwenye starehe zetu. Mungu awabariki wanawake. Amen.
makofi na vigelegele. Na hakika mtafurahia siku ya leo. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Sauti yangu sio nzuri sana kwa ajili ya kazi, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza Yesu. Anaweza. Anaweza. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza Bwana. Hakuna wa kulingana naye. Sijaona analingana na wewe. Hakuna wa kulingana nawe. Mshindi Yesu. Ni mshindi, ni mshindi. Hakuna wa kufanana naye. Anatenda Yesu. Anatenda, anatenda. Hakuna wa kufanana naye. Wa miujiza Yesu. Wa miujiza, wa miujiza. Hakuna wa kufanana naye. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninamuinua Yesu kwa kusimama tena kwenye madhabahu hii. Amina. Ikiwa ni mara yangu ya kwanza. Amen. Na mimi kuona taifa la Mungu libarikiwa sana kama wewe. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya watumishi wa Bwana ambao Bwana amewapaka mafuta kwenye eneo hili. Bwana amewapa neema ya kukulisha wewe chakula cha kiroho ili uwe kama ulivyo na zaidi kama ulivyo leo. Amen. Mungu awabariki sana wapaka mafuta wa Bwana. Jerusalem. Oye. Oye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wote mlio mahali hapa. Haleluya. Amen. Nanyenyekea kwenye mafuta yenu. Naamini mkono wa Bwana uko katikati yetu. Amina. Namtukuza Mungu kwa ajili ya mume wangu ambaye nimeambatana naye hapa, Pastor George Paul Mwaikambo. Punga tu mkono. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Praise imenifurahisha sana. Amen. Haleluya. Amen. Na ile mchango ule wa Injili. Haleluya. Amen. Wakati mkitoa hapa nilikuwa nasikia Mungu ananiambia kuna siku moja tu itakuwa Injili ikichangiwa hapa mamilioni ya shilingi kwa Jumapili. Amen. Nami ninamwamini sana Roho Mtakatifu. Amina. Nami ninafanyika. Amen. Weka mkono wako kifuani kwa namna ya kumheshimu Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Asante kwa ajili ya neema ya madhabahu hii. Asante kwa ajili ya watumishi wako walinialika mahali hapa kusema na kanisa lako. Sio bali ni wewe ndani yangu unaenda kuzungumza na watu wako. Yale mafuta yaliyonenwa juu yangu mahali hapa yakadhihirike kwa kinywa changu namna Bwana utakavyonitumia. Mungu wa baba yangu Prophet Patson Gondwe ndiye Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Ndiye Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa TB Joshua, Mungu wa Prophet W Magaya. Asante kwa maana uko hapa gusa watu wako, wanawake jeshi kubwa wanaosimama kukutumikia na kanisa lako kwa ujumla. Ukaseme nao na kuhudumia. Dakika hizi ulizonipa sio dakika zangu bali ni dakika zako Mungu. Jitwalie utukufu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Sasa uko kwenye maiki, naweza kuniongezea kidogo kwenye msomba. Haleluya. Lakini mimi ni nabii. Amina. Haleluya.
Nimesimama kwa nafasi ya kinabii. Amen. Kwa natamani watu wanaochangamka. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu anatenda, sema amina. Amina. Ukija hapa sahau ugonjwa, sema amina. Amina. Sahau changamoto, sema amina. Nataka umuone Bwana anayekutendea. Sasa mtu anayeambiwa kesho anaokota gunia la hela, sema amina, hawagi mnyonge. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Prophetess Makulata Mwambi wa madhabahu ya Yakora International Ministry, Kisima cha Mashujaa. Haleluya. Lakini ni mwenyekiti wa idara ya habari, mitume na manabii taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa kanda ya Mashariki. Amen. Haleluya. Hayo yote tumpe Bwana utukufu kwa sababu ndio ametuwezesha. Amen. Amen. Nimesikia hapa mama amesema mpaka nimemuogopa Roho wa Mungu. Haleluya. Amen. Lakini mimi ni nani? Nanyenyekea mbele ya neema ya Mungu katika kuwa na watu hawa kama wanangu. Haleluya. Lakini watu walioinuliwa na Bwana kwa ajili yako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nimekuja kukwambia leo neno dogo tu, nalo ni la msingi ndani yako. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba roho ya maarifa. 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 Itende kazi. Itende kazi Ndani yangu. Ndani yangu. Kwa ajili ya kusudi. Kwa ajili ya kusudi. Uliloliweka ndani yangu. Uliloliweka ndani yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitazungumza kwa sababu ya roho ya maarifa. Neno hili litawagusa wa mama. Haleluya. Amen. Lakini litawagusa wa baba. Amen. Na kanisa zima. Amen. Amen. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya sura yake ya 11 na mstari wa kwanza na wa pili. Naomba wasomaji wanisome Isaya sura ya 11 mstari wake wa kwanza na wa pili. Soma kwa jina la Yesu. Amen. Basi litatoka chipukizi. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Katika shina la Yese. Na tawi litakalotoka. Na tawi litakalotoka katika mizizi yake. Katika mizizi yake litazaa matunda. Litazaa matunda. Na roho ya Bwana. Na roho ya Bwana atakaa juu yake. Atakaa juu yake. Roho ya hekima. Roho ya hekima na ufahamu. Na ufahamu. Roho ya shauri. Roho ya shauri na uweza. Na uweza. Roho ya maarifa. Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na ya kumcha Bwana. Nipigie magofi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sema tena roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Roho ya maarifa ni roho ya kutambua. Haleluya. Amen. Na kutenda. Haleluya. Amen. Ni roho ya kufungua uwanda mpana. Haleluya. Amen. Wa namna ya kushughulikia jambo likatatuka na likaleta matokeo. Haleluya. Haleluya. Ndio roho anayesababisha matokeo ya hivyo ulivyo leo. Haleluya. Maarifa yanakupa kuona. Amina. Amen. Yanakupa uwanda mpana wa kutambua. Haleluya. Nini nifanye, niwe nani, kwa wakati gani. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Biblia inatuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Roho ya maarifa ndio inayokufanya uwe hai. Amen. Haleluya. Ndio inayokufanya ufanikiwe. Amen. Ndio inayokufanya utembee katika mfumo wa tofauti na watu wengine. Amen. Do you hear me? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Clap a hand to Jesus. Haleluya. Amen. Kumbe katika shina la Yese ambao Yesu Kristo mwenyewe, haleluya, ndani yake kuna roho ya maarifa. Amina. Ndio maana anaweza kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako ambao mwanadamu mwingine hawezi kufanya. Amen. Kama unaamini Yesu anafanya mambo makubwa, pigie makofi na ukiamini. Haleluya. Haleluya. Yesu ana maarifa mapana. Amina.
Amen. juu ya maisha yetu. Na ndio maana katika wakati wa kawaida ukimuona mtu maisha yake yameisha, haiwezekani tena. Kuna Bwana wa maarifa. Amen. Haleluya. Amen. Ambaye atafuata pale palipoharibika na kupatengeneza panakuwa papya. Yes. Unakuwa hai leo. Amen. Unabarikiwa leo. Amen. Maarifa yanaingia ndani yako. Amen. Ndani ya nyumba yako. Amen. Ndani ya ndoa yako. Amen. Ndani ya huduma yako. Amen. Haleluya. Amina. Ngoja. Bwana wa maarifa alisikia habari kwamba Lazaro amefanyaje? Amekufa. Na alipoenda wakasema usiguse, kwa maana amefanyaje? Ameoza, ananuka. Kila kitu kimestaharibika, mishipa imeharibika, kwa kuwa yeye ni Bwana wa maarifa. Amen. Kila mshipa ulikaa kwenye mshipa wake. Amina. Kila sehemu ilikaa sehemu yake. Amen. Kila kitu kilikaa sehemu yake. Amen. Na kila jambo lilifanyika. Na Lazaro akatoka kwa mzima. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba roho ya maarifa. Naomba roho ya maarifa. Naomba roho ya maarifa. Naomba roho ya maarifa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Nazungumzia roho ya nini? Ya maarifa. Mwanamke akikosa maarifa, nyumba yake inabomoka. Haleluya. Amen. Ndio pale kuivunja nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Haleluya. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amina. Mama akasema kitu hapa. Mwanamke lazima uwe na ufahamu. Haleluya. Amen. Ndio ile roho ya nini? Ya maarifa. Ya maarifa. Haleluya. Amen. Nikasema leo mama anasema na mimi. Amina. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunavunja mahusiano yetu. Tunashindwa kutumikia Mungu kwenye utumishi wetu kwa sababu ile roho ya maarifa haijakaa ndani yetu. Amen. Sasa kimsingi kuna maarifa aina 3. Haleluya. Amen. Kuna maarifa ya shetani. Kuna maarifa ya mwanadamu na kuna maarifa ya Mungu. Amen. Amen. Ukitaka kujua kuna maarifa ya shetani, haleluya. Amen. Naenda haraka muda wangu ni mchache. Haleluya. Amen. Mimi ni nabii wa nahubiri sana. Mtoto kuhubiri asubuhi mpaka jioni. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Ukitaka kujua kuna maarifa ya shetani, fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza, mstari wa 4, kuanzia mstari wa 4. Nisomee hapo. Tasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nyoka akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda. Ya kwamba siku mtakayokula matunda. Ya mti huo. Ya mti huo. Mtafumbuliwa macho. Mtafunguliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya. Mkijua mema na mabaya. Endelea kusoma. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Yaani baada ya kuzungumza na shetani akaanza kuuona mti. Sema amina. Amen. Kwani siku zote hajauona? Alikuwa anaona. Haleluya. Amen. Yaani baada ya kuzungumza naye akaachilia maarifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu soma anasemaje? Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Wapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika. Kwa maarifa. Yaani aliona hapa utapata kuni. Sema amina. Amina. Hapa utapata mkaa. Sema amina. Amina. Hapa utapata njiti za kibiriti. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Sijui kama unaelewa, lakini alikuwa kwenye Edeni siku zote na hakuyaona keti binti yangu. Na hakuyaona hayo maarifa. Shetani alipoanza kusema naye, mwanamke akaanza kurudi kutazama tena. Haleluya. Kumbe maarifa jambo la kwanza nakupa kutazama vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alipotazama akaona, akasema hata huyu mtu unafaa kwa maarifa. Hapa pana mkaa. Sema amina. Amina. Hapa pana kuni. Sema amina. Amina. Hapa pana kitanda. Sema amina. Amina. Hapa pana kiti. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Sisi tunaelewana. Amen. Amen. Amina. Ukimruhusu shetani aseme ndani yako, atatengeneza maarifa. Leo kuna watu wanaangamia, wanayo maarifa ya adui. Anajua kucheza singeli. Sema amina. Amina. Kwani ni Mungu kakufundisha? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anajua kwenda kula unakojiuza. Sema amina. Amina. Sio kama unanielewa? Ndiyo. Yaani kuna neno amelisikia kwa mtu mmoja likamjengea maarifa ili ukapate wateja, unatakiwa uende hivi na hivi. Sio kama unanielewa vizuri? Amen. Haleluya. Amen. Sema maarifa ya kipepo. Maarifa ya kipepo. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Sambaratika. Sambaratika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini yako maarifa ya mwanadamu mwenyewe. Amen. Amen. Yako maarifa ya mwanadamu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utakutana na mtu anaitwa Sara. Haleluya. Amen. Si ndio jamani? Amen. Ambaye mume wake ni nani? Ibrahim. Haleluya. Amen. Alipoona hapati mtoto, sema amina. Amina. Roho ya maarifa ikaingia ndani yake yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, come on. Kuna watu wanajitesa wao wenyewe. Amen. Akapata maarifa ya kusema hapana. Yupo binti yangu hapa. Huyu mfanyakazi wangu akilala na mume wangu tutapata mtoto. Atakuwa wa kwetu na tutasikia raha. Alipata raha? Hapana. Halafu akaenda kwa Mungu. Amina. Amen. Halafu mambo yalipokuwa magumu, Ibrahimu akataka kufanya hapana, huyu anakosa. Mungu akasema msikilize nani? Mkeo, kwa sababu ni maarifa yake mwenyewe. Haleluya. Tunaelewana? Amen. Amina. Amen. Unaweza ukajiuliza leo unapitia changamoto fulani, ni maarifa ya Mungu au ya kwangu mwenyewe? Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sema tena roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sema roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sasa maarifa ya shetani yanakukosesha na nani? Na Mungu. Haleluya. Amen. Maarifa yako mwenyewe yanakuletea changamoto wewe mwenyewe. Haleluya. Amen. Leo hamjalogo. Kuna watu wengine hawajalogo kabisa. Haleluya. Amen. Ila maamuzi yake ndio matokeo ya kesho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si kama tunaelewana vizuri. Amina. Nasikia raha kuzungumza na wewe. Amina. Mchana wa leo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tumeona maarifa ya mwanadamu mwenyewe. Na ukisoma kwenye Biblia utakuta mengi tu maarifa ya mwanadamu mwenyewe. Amina. Amen. Lakini Mungu akifika hapo, kwa sababu lazima akusaidie. Haleluya. Kwa hiyo akifika kwenye maamuzi yako, amina, Amen. yale ambayo umefanyia maarifa, Amen. Anachokifanya anafanya kile ulichokisikia, wewe mwenyewe ndio ukibadilisha. Haleluya. Amen. Kwa leo kama ulitembea kwenye maarifa yako, amina, Amen. wewe mwenyewe useme na yaacha haya, natembea na maarifa ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ila yale ya shetani lazima Bwana aje akukave kwa wewe kwenda kuomba rehema mbele za Mungu. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Maarifa ya tatu ni maarifa ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Biblia inasema katika Mithali 1:7. Hebu tusomee. Mithali 1 na ule mstari wa 7. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Haleluya. Amen. Haya maarifa ya Mungu yanatoka kwenye kusikiliza neno la nani? La Mungu. Kuwa mtu wa ibada, kukaa karibu na Mungu, kwa sababu pale maneno yake ndio yanatengeneza hekima ndani yako. Sikiliza, kuna mwanamke mmoja katika kitabu cha Luka sura ya 1 na ule mstari kuanzia wa 20 na kwenda 30. Biblia inasema malaika alipokuja akasema na Mariamu. Haleluya. Mariamu akatulia akasema hivi, litawezekanaje jambo hili wakati sina mume? Haleluya. Amen. Malaika akasema usiogope, Roho Bwana atakujilia juu yako. Haleluya. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Neno la mwenye maarifa ya kimungu likasema hivi, ndimi mtumishi wa nani? Wa Bwana, nitendewe kama ulivyo nena. Haleluya. Amen. Yesu akazaliwa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maarifa ya Mungu yanaendana na neno la nani? La Mungu. Unapotaka kufanya jambo fulani, haleluya, ambao ndani yako unaona ulifanye, rudi maandiko yanasemaje. Hapo ndipo unazalisha msingi wa kitu kizuri ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa leo tuko kwenye madhabahu ya Yerusalemu.
yuko Mungu mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anatenda kazi mahali hapa. Amina. Lakini Yesu atendi tu hapa kwenye madhabahu peke yake. Haleluya. Amen. Anatenda ndani ya wapakwa mafuta wake aliowaweka kama msingi mahali hapa. Amen. Amewaweka kama mama na baba. Haleluya. Ambaye yeye Yesu anaishi ndani yao. Amen. Wanapotamka ni neno la maarifa. Amina. Haleluya. Amen. Wanapokuambia jambo ni neno la nini? La maarifa. La maarifa ndani yako. Amen. Unapolizingatia, ukakana, ukalifanyia kazi, lazima matokeo makubwa yatokee. Amen. Nimeona hapa unstoppable speed, unstoppable speed. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haijaja hivi hivi. Amina. Amen. Mungu aliachilia hayo maarifa kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Na wao wakayarelease kwenu. Haleluya. Amina. Ukiamini kwamba mimi sizuiliki kwenye hii madhabahu, hautazuilika. Haleluya. Amen. Hautakuwa wa kawaida, sema amina. Amina. Hautakuwa wa chini, sema amina. Amina. Hautakuwa mdogo, sema amina. Amina. Haleluya. Natamka uinuke viwango na viwango. Amen. Nasema uinuke viwango na viwango. Amen. Nasimama kwenye nafasi ya kinabii, nasema uinuke viwango na viwango kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sema tena roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Sasa kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Naomi. Amen. Amen. Katika kitabu cha Ruth. Amen. Amen. Naomi alikuwa na maarifa yake mwenyewe na mume wake. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Kukawa na njaa. Wakashauriana wakimbie. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako usikimbie changamoto. Usikimbie changamoto. Haleluya. Amen. Na maarifa huwa anakujaga kwenye mapambano. Sema amen. Amen. Yaani unalala usiku unahesabu bati. Amina. Amen. Unawaza kesho itakuwaje. Haleluya. Amen. Kwamba alipokuwa na njaa wakasema tukimbie. Wakakimbia yeye na watoto wake wa kiume wangapi? Wawili. Ni maarifa yao. Walipofika kule wakaishi na wale vijana wakaoa wanawake wangapi? Wawili. Mambo yakaenda, baba akafa. Mama akajifariji. Watoto wapo. Haleluya. Amen. Watoto wa kwanza akafa, mama akasema nitaendelea kukaa kwa sababu mmoja mzima. Na mtoto mwingine akafanyaje? Akafa. Amina. Amen. Maarifa yakaja. Haleluya. Amen. Hapa nirudi wapi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Usisubiri mpaka vidondoke, sema amina. Amina. Rudi kwa wazazi wako mapema. Haleluya. Tengeneza. Amina. Amen. Tunaelewana? Amen. Yaani ukae umekuja kanisani unaangalia hapa pana shida gani? Haleluya. Amen. Hivi maarifa haya, mama huyu nikimnunulia kilemba fulani visema amina. Amen. Sio, unanielewa? Amen. Atanibariki, anibariki. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna siku hizi watoto wakiwa wanagata ufahamu wa kuombea wazazi wao. Wanasahau. Maana mambo ni mengi. Amina. Amen. Tena hasa nyie vijana mnaambia haleluya. Amen. Mambo ni nini? Ni mengi. Mpaka uje ukumbuke kwamba hivi kuna namna ya kumuinua mtumishi wa Mungu. Inua baba na kuomba mbariki, amen. Ila vya kwako sema amina. Amina. Usa baba, usa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo alipofika alipoamua sasa kurudi kwa maarifa, amekuja tena akaanza kujitazama kwamba yeye ndo ameshakufa, yeye ndo hafai tena, basi arudi kwao. Kuna binti mmoja alikuwa na maarifa, sema amina. Amina. Akasema wewe huyu hapa anaenda kwao kuna neema. Amen. Haleluya. Amen. Yule mwingine hajajua. Amina. Amen. Yule akasema kaburi lako litakapokuwepo Naomi, ndio na langu litakuwepo, sitakuacha. Wangapi wanasema hawatawaacha wazazi? Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanasema hatutawaacha watumishi wa Mungu? Amina. Iwe mchana iwe jioni. Amen. Haleluya. Amen. Akasema nitaenda na Naomi. Unajua unaenda ugenini, sema amina. Amen. Haleluya. Amina. Unaenda wapi? Ugenini. Ugenini. Na unang'ang'ana, sema amina. Amina. Na yule mtu akasema sikutaki. Haleluya. Amen. Nenda, mimi siwezi kuzaa tena mtoto akakuoa wewe. Anasema wewe hata kama sitaolewa, sema amina. Amina. Nitaenda na wewe. Hebu ng'ang'ana kwenye hii madhabahu. Kuwa na maarifa juu ya hii madhabahu. Kuwa na maarifa juu ya watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Amina. Akarudi na Naomi. Na mji mzima ulijua karudi na mgeni, sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Maana akarudi kwao. Na si ajabu watu walikuwa wanamsema, karudi ana nini? Kaenda na mume kafa. Watoto wamekufa.
karudi mwenyewe, ndo karudi na mtu mgeni. Haleluya. Amen. Na yule mgeni alipofika pale alijua kabisa kwa maarifa alionao ya kimungu, huyu mama ni mzee, hawezi kwenda mwenyewe akatafute chakula. Amen. Binti alikuwa anapambana. Amina. Amina. Anaenda huko kote, anakusanya chakula, analeta, analisha yule mama. Wangapi hapo wanasema nitapata maarifa mimi ya kulisha nyumba ya mtumishi? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema ukiinuka na kusimamia nyumba ya mtumishi na vitu vya mtumishi na kanisa la Mungu, Bwana asikusahau. Amen. Bwana akakupe raha. Amen. Bwana akakukumbuke. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Binti alikuwa na maarifa, sasa ili hapa nipendwe ugenini. Sema amina. Amen. Lazima nijitoe. Kuna mwingine anaenda kwa mtu anaamka saa 5, sema amina. Amen. Atakukubalia kukaa kwake? Hapana. Haleluya. Amen. Yaani ndio umetoka mjini au kijijini, umefika kwa watu wenyewe wanaamka saa 11. Haleluya. Amen. Wanafanya shughuli zao. Amina. Amina. Wewe saa 7 mchana unadai chai. Nasema watakufukuza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomi na yule binti wakawa kama mtu wa tumbo moja. Alimheshimu kama mama yake kweli kweli. Amen. Akamshika. Ni mwanamke huyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mwambie jirani yako, wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza. Kwani yule ni mwanamume leo anakutafuta chakula? Hapana. Haleluya. Amen. Wanaume mnisamee. Haleluya. Amen. Mara nyinyi mnasema amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Siku moja baada ya Naomi kuona maarifa ya yule binti yamekuwa ya utukufu. Haleluya. Haya yalikuwa ya Mungu kweli kweli. Amina. Amen. Naomi akamwambia, binti yangu, unataka nikupe raha? Amen. Utapata raha kwenye huu mji. Amina. Nasema utapata raha kwenye huu mji. Amen. Nasema Bishop Asnasi atakupa raha kwenye huu mji. Amen. Haleluya. Amina. Sijui wamama mnanielewa. Amen. Wamama mnanielewa. Amen. Nimeona wengine kama choka hivi, hebu sema sichoki. Sichoki. Mara ukisema simama wanakaa chini, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wamama sema ye. Yeah. Sauti ndogo, mbona ya kwangu ni kubwa sana? Hebu wamama sema ye. Yeah. Wa baba tuwasikie, sema ye. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Amen. Sema roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Inanipa kupendwa. Inanipa vitu vizuri. Inanipa raha. Inanipa raha. Unajua siku moja niwaambia watu hivi, kuna kuona kitokee, kuna kutamani kitokee, na kuna kufanya kitokee. Amen. Haleluya. Amen. Kuwa kwenye kufanya kifanyaje? Kitokee. Yaani yule binti Ruth alisema hapa kitatokea. Haijalishi ni ugenini. Amen. Haijalishi sio kwetu. Dio. Hapa nitapata mume na nitatikisa mkoa wao. Sema amina. Haleluya. Wangapi wananielewa? Amen. Fanya kitu kifanyaje? Kitokee. Yaani Yerusalemu kitu kifanyaje? Kitokee. Hapa kitu kifanyaje? Kitokee. Haleluya. Amen. Kama umeingia kwenye kampuni, hakikisha kuna kitu kinatokea. Amen. Uwe na maarifa ya kuhakikisha kitu kinatokea. Amen. Kama ni kwenye familia, lazima kitu kitokee. Amen. Kama ni kwenye utumishi, lazima mwanangu utokee. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanasema itatokea? Itatokea. Pokea hiyo roho. Amen. Pokea huo uwezo. Pokea hiyo mamlaka. Amen. Kwa jina la Yesu aliye hai. Usiwe muangaliaji kitokee. Ushasikia tu wanasema ngoja tuone. Yaani anasubiri kifanyaje? Kitokee. Na kuna mwingine ana heart desire kabisa kwamba kitokee, ana hamu kitokee, lakini uwezo wa kufanya kitokee hana. Ninyi hapa ni unstoppable speed. Haleluya. Hapa lazima kitokee. Maarifa ya kiungu lazima yatembee. Kama watu walikuwa na uwezo, ukiingia hapa utatoka ukiwa unaweza. Amina. Au umemwona mtu aeleweki mtaani, mlete hapa. Mwambie twende pale pana neema. Maarifa utakayopata pale, ulikuwa mvuta bangi watakuita meneja, sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Ulikuwa unaonekana ni mlevi, sema amina. Amina. Siku moja watakuokota wakasema ndio yule anayeendesha renji. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alirudi Naomi hana mtoto, ila ana mkwe tu aliyemng'ang'ania. Amen.
akapata maarifa Naomi. Maana inawezekana hapa wengine ni kina Naomi, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Nimesikia kuna mameneja hapa. Haleluya. Amen. Ni kina Naomi, amina. Amina. Ukichukua hatua ya kumtengeneza mtu mmoja. Amen. Haleluya. Amen. Hata kusahau umetengeneza mbegu yako. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomi akamwangalia akasema, huyu binti ana roho yangu. Kama hivi hatuna kitu ananiheshimu, akipata ataniheshimu zaidi. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitakuachilia hapa roho ya nini? Ya maarifa. Ya maarifa. Amen. Kwa sababu wanadamu tulivyo, kila tulipokaa ni nafasi ya baraka. Amen. Kama una roho ya maarifa ya kutambua hapa pana baraka zangu, amina, utakaa miaka mingi na utaondoka bure. Haleluya. Kwa ni lazima tutembee na roho ya maarifa ili atufanye tuwe watofauti na watu wengine. Amen. Naomi alikuja, aliwakuta mabinti pale, sema amina. Amina. Alafu mambo yalibadilika. Mwambie jirani yako yatabadilika. Yatabadilika. Mwambie tena yatabadilika. Yatabadilika. Yatabadilika kwangu. Yatabadilika kwangu. Mtikise tu kama kuangalia, mwambie yatabadilika kwangu. Yatabadilika kwangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natamani uwe tofauti na vijana wengine. Uwe tofauti na watu wengine. Uwe tofauti na watumishi wengine. Haleluya. Alafu hatutambaji kule, tunatambaga ugenini. Amen. Mwambie jirani yako tunatamba ugenini. Tunatamba ugenini. Ndipo tunaonyesha vipawa. Ndipo tunaonyesha na karama tulizonazo. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Haleluya. Amen. Ndiyo, Yusufu alikuwa ugenini, sema amina. Amina. Palikuwa gereza lima, hakuna wa kufasiri ndoto, sema amen. Amen. Katikati ya mateso akasema nina kitu. Mwambie jirani yako nina kitu. Nina kitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sinaeleweka? Amina. Na aliposema nina kitu akakitumia. Majira alipofika mfalme akamwambia Herode, akasema nimesikia habari zako. Kuna kitu alifanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usizuilike kwa jambo lolote. Amen. Usizuilike kwa kitu chochote. Amen. Usizuilike kwa namna yoyote. Amen. Haleluya. Amen. Naomi alipomtuma yule binti akaenda. Unajua alipoolewa yule binti alizaliwa nani? Sio soma Biblia mpo hapa jamani, nisaidieni. Haleluya. Amen. Alizaliwa nani? Haleluya. Amen. Alizaliwa mtu mmoja anaitwa Yese. Haleluya. Haleluya. Amen. Yese aliyemzaa nani? Daudi. Haleluya. Daudi ndio ukoo nani? Wa Yesu. Haleluya. Amen. Ukiwa na maarifa utabaki kama ulivyo. Maana ndani yako kuna uzao mpya. Uzao wa Kristo. Uzao wa baraka. Amen. Tunaona watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amina. Yale maarifa yalisababisha Boazi, haleluya, akamuoa yule binti. Alipomuoa akazaliwa Yesu. Amen. Baba yake mfalme nani? Daudi. Ifikiria mtu aliyetoka kule akang'ang'ania, sema amina. Amina. Akaja ugenini akawaletea mtu wa shoka, sema amina. Amina. Haleluya. Huo mtaa wa biashara uliokuepo nasema ukastawi wewe. Amen. Ile eneo la kazi uliokuepo nasema ukastawi wewe. Mahali popote utakapoingia mgeni, usizuilike kwa jambo lolote. Nasema usizuilike kwa jambo lolote. Pokea roho ya maarifa. Pokea roho ya maarifa. Pokea roho ya maarifa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Hivi wangapi wanataka roho ya maarifa? Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Siku moja nilikuwa nyumbani kwangu nalima maua. Amen. Amen. Ninapenda sana maua. Sasa nikaa nimepanda maua mengi kwenye makopo mengi tu. Nikatengeneza na viloba vile nikaweka maua. Nikamsikia mhubiri mmoja anahubiri kwenye TV. Mama wana maarifa. Anapanda maua, ananunua mboga ya 500, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikaweka tena nisikie tena, amina. Amen. Akasema ndio. Hivi mchicha kupanda kwenye kopo unachukua gharama gani? Kama unaweza kupanda maua mengi alafu hauli, sema amina. Amina. Alafu unatafuta 500 ya kula mboga ya majani uongeze damu.
Siku hiyo nilianza kupanda na mboga za majani. Sema amina. Amina. Haleluya. Maarifa utayasikia kwa watu wakati mwingine. Bwana ameachilia neema juu yao ili waseme na wewe. Haleluya. Kuna kitu tunaelewana. Amen. Haleluya. Amen. Maarifa ni uwanda mpana wa kujifunza. Haleluya. Ni kuwa na moyo wa karibu wa kujifunza. Amen. Moyo wa kuyatafuta. Haleluya. Amen. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anafanyaje? Anapatikana. Unapoendelea kumtafuta ndio unatafuta nini? Maarifa. Haleluya. Lakini huyo Bwana unayemtafuta, nani kamuona hapa? Haleluya. Nikikwambia hapa nionyeshe Yesu, utanionyesha nani? Eti mama nionyeshe Yesu hapa kanisani. Si yupo hapa? Nionyeshe Yesu. Yupo ndani yako wewe. Aha. Haleluya. Amen. Eti mchungaji, Yesu hapa kanisani unamuona sehemu gani? Unamuona rohoni. Aha. Haleluya. Amen. Wewe sikuulizi. Haleluya. Mama hapa umekuja kumuona Yesu. Unamuona Yesu wapi? Moyoni mwako. Haya. Wewe rohoni, wewe moyoni na yule moyoni. Hivi mpotoka nyumbani mioyo mlikuwa hamna? Haleluya. Amen. Si mnao jamani? Ndio. Si tungemuonea huko nyumbani? Ndio. Kwa nini tuje tumuone hapa? Yuko kwa watumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si ndio? Amina. Yaani wewe utamuona Yesu kama ukimuona mtumishi wa Mungu Laiza hapa. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ukija kumuona unakuja kumuona Mungu aliye ndani yake. Amen. Ukija kumuona mama unamuona Mungu aliye ndani yake. Amen. Haleluya. Maana ndiye anakupa maarifa mapya. Amen. Unakuja na kuambia hiki kafanye 1 2 3. Ni Mungu amesema nawe. Amen. Kupitia mtumishi wake. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu yuko hapa, sema amina. Amina. Nasema Yesu yuko hapa, sema amina. Amina. Nasema Yesu yuko hapa, sema amina. Amen. Lazima uwe na maarifa. Amina. Amen. Kwamba mimi natoka nyumbani naenda Yerusalemu. Naenda kufanya nini? Nimpelekee nini huyu bwana harusi? Haleluya. Amen. Niende kwa namna gani? Siku moja niliwafundisha watu wangu niwaambie hivi. Zaka hali Mungu naye mjua nyinyi. Haleluya. Amen. Zaka nakula nani? Mimi hapa. Haleluya. Amen. Yaani mkileta zaka mimi ndo nafanyaje? Wanakula. Haleluya. Amen. Tuambie ukweli, tusiwafiche, si ndio? Amen. Kwa sababu lazima tuwafundishe, si ndio jamani? Amen. Nikisema hii zaka nampelekea Mungu, wapi nilikompelekea? Yuko ndani yangu. Amen. Haleluya. Amina. Mimi nikiwa na ustawi, wewe ndio unastawi. Amen. Kwa sababu anayeishi ndani yangu anabarikiwa kupitia zaka yako. Amina. Sasa unapoleta sadaka kwa mtumishi wa Mungu, haleluya. Amen. Lete sadaka itakayomfanya anene kwa lugha. Amen. Haleluya. Amen. Yaani Ibrahimu alikuwa na ufahamu, sema amina. Amina. Alikuwa akienda kutoa sadaka aendi kinyonge. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Alikuwa na maarifa. Amina. Amina. Ukitaka kujua sadaka inainua moyo. Haleluya. Amen. Yakobo alienda kwa mjomba. Mjomba si ni mama jamani? Amen. Si ndio wanaposemaga? Amina. Kazaliwa na mama, si ndio? Amina. Uchungu wake ni kama mama alivyokuwa na uchungu na wewe. Amen. Mjomba akamwambia hapa unafanya kazi miaka mingapi? 7 ndio upate mke. Si ana hela? Amen. Kwa akachunga miaka mingapi? Miaka 7. Alafu ile 7 mjomba na utamaduni wake, sema amina. Amina. Ile familia ina utamaduni, haolewi mkubwa, mdogo kabla mkubwa hajafanya. Hajaolewa. Sasa yule mkubwa watu wanampita pita kwa sababu ya macho na nini, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Sasa mwamba akasema huyu ndugu yangu, amina. Amen. Hapa, haleluya. Amina. Hebu mwambie jirani yako kuwa na maarifa wewe. Maarifa wewe. Haleluya. Ndio akatutengenezea taifa la Israeli. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mjomba akawa na maarifa akasema mwingine atakataa, huyu atakataa.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka leo ufunguke katika jina la Yesu. Amen. Ufunguke katika jina la Yesu. Amen. Sasa wakambadilisha. Walipombadilisha, sasa mmenitenda nini hivi? Sasa wewe hata tukukutendaje hapa huwezi kuondoka. Haleluya. Amen. Unataka mwingine, kaa tena miaka mingapi? 7. Haleluya. Ndio ilikuwa mbinu ya kuwaoza watoto wake. Sasa huyu ambaye macho sio mazuri angemuoza nani? Haleluya. Amen. Maarifa yanakupa mbinu. Amen. Amina. Amina. Maarifa yanakupa nini? Mbinu. How to succeed. Amen. Haleluya. Amen. How to remove this problem. Amen. Haleluya. Amen. Maarifa yanakupa mbinu wanda mpana. Asingekuwa na mbinu kwa Yakobo leo asingeolewa. Kweli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naeleweka. Amina. Roho ya nini? Ya maarifa. Kanisa likikosa maarifa. Nimefurahi hapa nimekuta kuna mambo mengi. Sema mimi. Amina. Mimi hata hii injili sijawahi kuiona. Haleluya. Amen. Nimeiona hapa maarifa. Amen. Haleluya. Amina. Tungesema tuweke tu kikapu hapa tungepata 20. Kweli. Kweli sio kweli baba? Kweli. Tungepata 20. Maarifa. Amina. Bwana akaachilia neno lake. Amen. Na wakati mkiwa ndani hapa nilikuwa nasikia ndani yangu kabisa, panda hii sadaka. Sema amina. Amina. Ili kanisa siku moja watatoa sadaka kusapoti injili zaidi ya mamilioni. Amen. Kwa Jumapili moja. Amina. Haleluya. Amen. Maarifa. Wewe una maarifa gani nyumbani kwako juu ya nyumba ya Bwana? Kampuni yako ina maarifa gani juu ya nyumba ya Bwana? Amen. Tumetangaza tunataka kununua kiwanja. Sema amina. Amina. Bwana atupe eneo. Sema amina. Amina. Na kwanza natangaza kama nabii eneo Bwana ametupa. Mwanzo mpaka mwisho. Sema amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Unajiuliza una maarifa gani juu ya nyumba ya Bwana? Una maarifa gani juu ya mama yako wa kiroho na baba yako wa kiroho? Amen. Una maarifa gani? Amina. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Unapokuwa na maarifa mapana ndipo Mungu atendagi kwa watu wenye small mind. Haleluya. Amen. Hatendagi kwa watu ambao wamejifungia. Sema amina. Amina. Yaani anawaza tu niamke nipike ugali na matembele, nile niende kanisani rudi imekwisha. Haleluya. Amen. Anawaza juu ya wale ambao wanasababisha watu wengine waende mbele. Amen. Wanaumiza kichwa kwa ajili ya watu wengine. Hao Mungu hawasahau. Amen. Na ndio maana ameachilia roho ya nini? Ya maarifa ndani yetu. Kuna maarifa alipewa Petro. Wakaingia sehemu wanadaiwa kodi. Yeye na Yesu. Haleluya. Amen. Tena Yesu akamuuliza vipi? Naona kama unakusemesha. Akasema kodi nene. Akasema nenda baharini. Amen. Hebu sema maarifa. Baharini. Kavue samaki anayezuka kwanza. Ndani yake kuna nini? Shekeli. Toa ukanipe kodi. Hajampa nyavu, hajampa ndoano, hajampa chambo. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Ndio akae chini na lile neno alilopewa. Amen. Amen. Samaki anavuliwaje? Haleluya. Amina. Sijasema mwende pale baharini mkavue. Utavua mpaka kesho hujapata hiyo shekeli. Haleluya. Namaanisha kitu kingine. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana Biblia imekuja kwa mifano ili roho maarifa aliye ndani yako afanye kazi. Amen. Haleluya. Amen. Petro ilimtaka aende baharini. Ndio anakutana yule samaki, atamtoaje baharini bila ndoano? Na ndoano ukiweka hivi samaki anakula. Amen. Haleluya. Amen. Lazima uweke nini? Chambo. Amen. Amen. Si hata tukiendaga huko kwenye mabiashara, mchele wanapaka mafuta, sema amina. Amina. Maharage wanapaka mafuta, sema amina. Amina. Ili tuone anafanyaje? Yanang'aa. Haleluya. Amina. Hebu sema roho maarifa. Roho maarifa. Roho maarifa. Roho maarifa. Tembea ndani yangu. Tembea ndani yangu. Tenda kazi ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Maana yake Yesu pale angeaibika kama Petro asingekuwa na maarifa ya kuvua samaki anayezuka kwanza, kupata shekeli akamlipie kodi Yesu pamoja na yeye. Watoto mnaosali kwenye madhabahu hii, hamtashindwa jambo lolote kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hamtashindwa jambo lolote kwa jina la Yesu. Amen.
Nimemuona mtumishi wa Mungu akipambana kwa ajili yenu. Amen. Yaani halali usiku. Watu hawa hawapumziki. Haleluya. Amen. Wanatamani siku moja range zipaki hapa, sema amina. Hapo waseme ni matunda yetu. Haleluya. Amen. Unafikiri wakikaa usiku wanazungumza nini? Pale Zakayo anatakiwa 1, 2, 3. Wanawajua majina yote hapa kanisa. Na wakiomba hawaombi Baba uwabariki watoto wetu wote. Wanaomba kwa jina lako moja ili wapate mafunuo. Namna gani watakusaidia? Iwe kiroho au kimwili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kama wazazi wenu wana maarifa ya namna hii, ninyi ni mara 50, sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ninyi ni zaidi, sema amina. Amina. Yesu alisema haya niliyofanya ninyi mtafanya zaidi ya niliyofanya. Amen. Kwa sababu hawa ni chain, sema amina. Amen. Wamesimama hivi, amina. Amina. Nyuma wana maelfu ya watu waliozaliwa na wewe. Amen. Nasema upokee maarifa. Amen. Nasema pokea maarifa. Amen. Nasema pokea maarifa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni sawa na mzazi anazaa watoto wawili, si ndio? Watoto wawili wanazaa watoto 4. 4 wanazaa 30. 30 wanazaa 80. Sema amina. Amina. Kizazi kinafanyaje? Kinaongezeka. Usiwe mtu wa kuzuia kizazi. Uwe mtu wa kuendeleza kizazi cha Yerusalemu. Upokee maarifa ya kuendeleza kizazi cha Yerusalemu. Uwe sehemu ya kuendeleza kizazi cha Yerusalemu. Amen. Haleluya. Amina. Sasa kuna watu wanaga maarifa. Yaani anahisi siku zote mchungaji ana hela, sema amina. Amina. Sema wewe, feni zinapepea na mneka kanisa. Kanisa zuri wala ana hela. Haleluya. Amen. Hivi nikipeleka hela yangu 5,000 itawasaidia nini wale watu? Haleluya. Amen. Kuna watu wana hizo fikra pia. Hapo maarifa yanakuwa yako chini. Amina. Amina. Lakini maarifa yaliyo juu, tukimbariki aliyeinuliwa, tunaenda kuibeba ile baraka na sisi kuinuka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. TukimbarikiAliyenuliwa. aliyefanyaje? Yaani jikombe sana kwa watu waliobarikiwa, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jipendekeze. Nasema upokee roho ya kujipendekeza. Amen. Amina. Petro alikuwa yeye na Yesu, sema amina. Amina. Swali hajaulizwa yeye, anajibu yeye. Haleluya. Amen. Sio, unanielewa vizuri? Amen. Mwisho wake akaambia wewe ndio Petro. Juu ya mwamba huu nitajenga kanisa. Amina. Na milango ya kuzimu haitalishika. Amen. Kwa sababu ya roho ya kufanyaje? Ya kujipendekeza. Haleluya. Haleluya. Amen. Tunapokaa na wapakwa mafuta tunanyonya neema yao. Amen. Ishuke juu yetu. Amina. Unajua sadaka ziko za aina mbili Unapotoa sadaka kwa maskini na unapotoa sadaka kwa aliyeinuliwa. Amina. Amen. Unapotoa sadaka kwa maskini unaenda hilo sasa ni somo lingine. Haleluya. Amen. Unaenda kumuinua aliye chini. Amen. Hapo unanunua vita. Wazazi wenu wana vita kubwa sana. Na hizi vita zinatokea kwa sababu ya kuamua kuwainua walio chini, kuwapeleka juu. Wanahitaji sana kuombewa. Utakuta kuna mishale mingi na wapata. Ni kwa sababu wao wamekuwa Musa. Musa alitoka kuangalia, akaona mtu mmoja anapigwa wa kabila lake. Akamtetea, sema amina. Amina. Kesho yake akasema vita ilihamia kwa Misri mpaka akakimbia kwa Farao. Akatoka tena kwenye raha akaenda kule kwenye kuchunga. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu alienda kumsaidia anayepata changamoto. Haleluya. Amen. Na kuna sadaka nyingine tunatoa kwa walioinuliwa. Amen. Amen. Na ukiwa wewe ni sehemu ya kuwasaidia watu wenye changamoto, kuwa sehemu ya kupanda sana sadaka kwa watu walioinuliwa. Amen. Ili ile neema yao ikuvushe wewe kwenye vita utakayopitia. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Lakini tunapopeleka sadaka kwa watu walioinuliwa, tunaenda na sisi kufanyaje? Kuinuka. Amen. Haleluya. Amen. Wewe jipendekeze kwa mama mchungaji, sema amina. Amen. Jipendekeze kwa mtume, sema amina. Amina. Yaani Jumapili beba tray yako ya mayai ilete madhabahuni. Haleluya. Amen. Haleluya. Alafu mwambie Mungu, mimi sijui watu na mayai kiasi gani nyumbani kwao, sijui wana hela kiasi gani ya kununua, ila hii sadaka yangu ninapoiweka mbele zao, kama wale hawajapungukiwa na mimi nisifanyaje? Nisipungukiwe. Na mimi nisipungukiwe. Amen. Haleluya. Amina. Alafu sadaka yako ina thamani hata 500, usiitoe kwa kuificha ficha. Unajua siku moja nilikuwa naenda kutoa sadaka.
Na mimi nikawa naogopa kama wewe. Haleluya. Amen. Sasa nimekuwa nyumbani, nasikia Roho Mungu ananiambia toka mjini. Nina 2,000 tu. Roho Mungu ananiambia chukua hiyo 2,000 mpelekee mchungaji. Nikasema nitaamkaje asubuhi? Haleluya. Amen. Lakini nasikia kabisa sauti inaniambia beba hiyo 2,000 mpelekee mchungaji. Nilishindana sana ile leo. Nilikuwa nimeokoka tu, sio mtumishi. Nikafika nyumbani nikamkuta ndugu yangu. Nikasema isee, nasikia sauti inaniambia nichukue hiyo 2,000 ndio naye nimpelekee mchungaji. Sasa yule mchungaji hiyo 2,000 ni nini kwake? Halafu mimi hapa sina hata cha kuamkia asubuhi na mtoto anaamka asubuhi huyu. Ndugu yangu sasa ndio mnaologwaga nyinyi na watumishi. Wanawanenea madhabahuni. Haleluya. Amen. Kila unachopata kwa nani? Kwa mtumishi. Haleluya. Amen. Sadaka unapoambiwa na Mungu iwe ya kwako na Mungu. Amen. Usishirikishe mtu mwingine. Hautaitoa. Kwa sababu muujiza sio yule mtu, ni wa kwako. Amen. Kwa hata ndugu yako karibu atatumika kuzuia. Hivi Ibrahimu angemwambia Sara kwamba nimesikia Mungu anasema tumchukue Isaka tukamchinje, angetoa? Asingetoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nikashinda naenda kuoga, nasikia sauti inasema chukua hiyo 2,000 peleka kwa mchungaji. Amen. Nirudi sebeni pale nikasema ndugu yangu mimi naona nimeshindwa. Ngoja nichukue hiyo 2,000 nipeleke kwa mchungaji. Akasema nenda na asubuhi sikuachia hata 100. Hapo ndo sina hela, asema amina. Amina. Nikampigia baba, akasema baba uko ofisini? Akasema yeye niko ofisini. Basi nakuja. Akasema sawa. Nikaenda. Nikamkuta ameweka pale kuku, sema amina. Amina. Kuna kuku, kuna matunda na juisi ya box. Halo. Nikasema labda ataniombea alafu atafanyaje? Atairudisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ataniombea alafu atafanyaje? Atairudisha. Atairudisha. Na baba anajua ninachopitia, sema amina. Amina. Nakwambia sadaka yako lazima mtumishi ale. Haleluya. Amen. Ndio wewe ufunguliwe. Amen. 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 Ale tena wazazi wangu mkipata kuleni vizuri. Haleluya. Ili wafunguliwe. Amina. Amen. Baba akaniombea, tukapiga story 2-3, akachukua sadaka yake katia kwenye kikapu. Akaniaga. Amina. Amen. Hasa kwa sababu nilikuwa na imani na mzazi wangu. Amina. Amina. Nikamshukuru Mungu, nina furaha narudi nyumbani. Yaani nakata kona tu, nilikuwa na kiwanja na bembeleza kuuza miaka na miaka. Akijawahi kununuliwa. Simu ikapigwa. Yaani nakata kona simu inapigwa. Imakulata kesho naenda kujengea makaburi Iringa. Nitapita hapo, kuna hela kidogo nikuachie. Nikasema hata kiniachia 100,000. Kanisaidia sana. Nikarudi nyumbani nikamwadisia ule ushuhuda. Yule mdogo wangu akasema ndio ninakusubiria saa 4 afike kesho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 2,000 yangu iko kwa mchungaji pale madhabahuni. Usitoe sadaka barabarani. Haleluya. Amen. Ukitoa sadaka barabarani umembariki mtumishi. Amina. Amina. Lakini hapa ndio penyewe, sema amina. Amina. Akutamkia kwenye madhabahu yake. Amen. Haleluya. Amina. Basi kesho yake nakwambia tumeamka saa 4 hatuna hela ya kula tokea asubuhi. Tunasubiri saa 4. Saa 4 akanipigia simu, ndio nimekaribia. Akaja akasema nina haraka sana, hata kwenda kukiona kiwanja siendi. Kwa sababu mtu aliyeniambia wewe una kiwanja ni rafiki yako na mimi ni ndugu yangu. Basi nakuachia hii hela, nikirudi tutaandikishiana, nitalipa hizo hela zingine. Akaniachia 700,000. Amen. Haleluya. Amen. Yaani 2,000 imezaa laki ngapi? 700,000. Sijui kama wewe unaelewa. Amen. Lakini ningeibania nyumbani ile 2,000 asubuhi ningeanza kuwa omba. Kuna wakati tunakuwa omba kwa sababu hatuna maarifa. Amen. Haleluya. Sasa Mungu anakusaidia. Yaani aliyenisemesha ni Mungu kunisaidia, maana mwenyewe maarifa nilikuwa sina. Yeah. Ukiona siku huna kabisa na umebaki na kidogo, beba kile kidogo peleka kwa watumishi. Amen. Mwambie Mungu hiki kidogo sio changu, sikitaki. Ndio. Naomba uniletee vya kwangu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapo panakuwaga na mvutano kwenye nini? Kutoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huo ushuhuda mimi ninaomba kesho. Na nilipopata hiyo hela nikampigia baba simu. Nikaenda pale. Ndio. Fungu langu la 10, sema amina. Amen. Shingapi? 70,000. Kabisa watu wanashangaa. Haleluya. Amen. 70,000 fungu la 10.
Nikasema baba, hapa hapana taa, nanunua taa za shilingi 50,000. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Nikaangalia tena uhitaji wa ile nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Nikasema hapa panatakiwa turubai, nanunua turubai 7. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana alinipandisha viwango. Mimi nilikuwa mtumishi ndani ya mwaka na nusu. Sema amina. Amen. Na wenzangu wengine wana miaka 10 wako pale. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pokea roho ya maarifa. Amen. Nasema pokea roho ya maarifa. Amen. Nasema pokea roho ya maarifa. Amen. Ndio hii roho iliingia kwa mama mmoja anaitwa Hana. Ndio. Kila siku anaenda kutoa sadaka. Amen. Ikifika wakati wa kwenda na mume wake, tena Biblia inasema mume anampa mara ngapi? Mara 2. Analia hana mtoto. Haleluya. Amen. Siku moja maarifa yakaingia ndani yake. Ndio. Haleluya. Amen. Tena wamekaa wanakula chakula, akawa anakula analia, anasononeka. Si ajabu muone alikuwa anasema hivi, yani kila mwaka anakuja Shilo. Mambo ni haya. Kuna maana gani? Huyu Mungu anajibu ajibu. Mume akamwambia, hivi unalalamika nini? Mimi si zaidi ya watoto 10. Akasema, wewe usinibabaishi. Lile neno ndo lilimpa maarifa. Amen. Akasema, wewe umekuwa Mungu mpaka uwe thamani ya watoto 10? Nitaenda kumlilia Mungu aliyekuleta wewe mwanamume duniani. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema akaacha chakula akaenda madhabahuni. Ndio. Akajimimina madhabahuni. Ndio. Na kujimimina alipata maarifa, akasema leo siombi kama ninavyoombaga. Amen. Nyumba hii kuna kuhani. Ndio. Na kuhani ni mzee. Amen. Watoto wake waeleweke. Mungu anipe mtoto nimlete hapa madhabahuni. Amen. Ndio. Haleluya. Amen. Wangapi wanataka maarifa? Amen. Haleluya. Amen. Iwe kwako kwa jina la Yesu. Amen. Alimshawishi Mungu kwa roho ya nini? Ya maarifa. Ya maarifa. Amen. Ukinipa mtoto mwanamume, ndio nitamtoa hapa akutumikie. Amen. Maisha yake yote. Ndio. Maana aliona nyumbani kwa Bwana kuna uchache. Amen. Ukae nyumbani kwako uangalie pale pana uchache gani. Haleluya. Amen. Kumbe kuna matatizo mengine hatupaswi hata kuyaombea. Ndio. Haleluya. Amen. Ni kuwa na maarifa tu. Amen. Kwamba yanatatuka kwa namna gani. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na Biblia inasema alipomaliza kuomba, ndio. Unajua maombi yake yalimchanganya mpaka kuhani. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuhani alijua ni mlevi mmoja kaja kupiga kelele wapi? Kanisani. Yalimchanganya. Akasema, Bwana wangu mimi sijalewa. Ndio. Moyo wangu nimeumimina kwa nani? Kwa Bwana. Kwa namna ya tofauti, sio siku zote unavyonielewaga. Ndio. Haleluya. Amen. Kuna wakati nenda tofauti kwa maarifa. Ndio. Haleluya. Amen. Amejimimina kwa tofauti kwa Bwana. Amen. Na alipojimimina kwa tofauti, ndio. Kuhani akasema, nenda na Bwana akupe haja ya moyo wako. Yalitukia hajatukia? Yametokea. Yalitukia hajatukia? Yametokea. Hebu sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninaomba kwa maarifa. Ninaomba kwa maarifa. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninafanya kwa maarifa. Ninafanya kwa maarifa. Ile kazi iliyoshindikana. Ile kazi iliyoshindikana. Ninapokea maarifa. Ninapokea maarifa. Ya kubadilisha. Ya kubadilisha. Matokeo. Matokeo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Nitabiri nisitabiri. Tabiri. Nitabiri nisitabiri. Tabiri. Hautabaki kama ulivyo. Amen. Nasema hautabaki kama ulivyo. Pokea. Natamka hautabaki kama ulivyo. Pokea. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Haleluya. Amen. Ninaona badiliko juu yako. Amen. Ninaiona neema mpya juu yako. Yes. Ninauona utukufu mpya juu yako. Amen. Ninaona kibali kipya juu yako. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hana alipoomba kwa roho wa maarifa, ndio, hakujua kwamba amen, kuna mlango utatokea kwake usio wa kawaida. Amen. Aliomba mtoto mmoja. Alipata watoto wangapi? 5. Sema amina. Amen. Ukijumlisha na Samueli 6. Na aliyekuwa anamsonga songa, haleluya, amen, watoto wake hawajawahi kuandikwa kama alivyoandikwa Samueli. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Leo ukibadilisha namna ya maombi, haleluya, amen, ukienda mbele ya madhabahu hii kwa maarifa, ndio, ukamtazama mtumishi wa Mungu kwa maarifa, amen, ukawatazama wazazi wako kwa maarifa, ndio, hautabaki kama ulivyo. Amen. Kuna historia mpya utaandika. Amen. Kuna neema mpya utaandika. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Simama kwa miguu yako miwili.
kwa jina la Yesu. Unatumika kwenye madhabahu, unatumika kwenye madhabahu, tumika vizuri. Tafuta kitu cha kufanya kwenye madhabahu, unaelewa? Alafu ukishakipata, hiyo ni mwimbaji, iwe mpiga vyombo, iwe mwana maombi, tumika kwa nguvu zako zote, kuna matokeo utayaona. Unaweza Bwana, unaweza, Bwana, unaweza kulimba mwanzoni, afu kaacha kipawa chako kiko hapo, utaenda mataifa mengi, na taifa la kwanza utakalohudumu itakuwa Kongo. Unanielewa? Jifunze kuimba hapa tena. Unanielewa? Hapo utatumikia Mungu kwa kiwango visivyo kawaida. Wabariki Bwana, iwe kwako hii. Kwenye maisha yako kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye ni Mungu unayeweza. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ni Mungu wetu, Kila madhabahu iliyoinuka juu yako haina nguvu, wewe na kuthamini. Mungu wetu, huyu kijana anatumika hapa, ni Mungu unayeweza. Sababu kitendo cha kutoa changamoto kubwa kwake. Adui anamsubiri achoke tu, na kinachoweza ni roho, mashambulizi ya ukoo. Ameondoka kwenye ukoo wake, tunapotoka tunakuwa tofauti. Sasa mimi zinamtaka, umenielewa? Kama anatakiwa kuwa mkuu wa maboma na mila, sasa akiondoka huko manake wanakuangamiza kwanza. Usiache kutumikia Mungu, na kama ujaanza kutumikia Mungu, anza kutumikia Mungu, na kama unatumikia Mungu, tumikia kwa spidi sio ya kawaida. Ila fiki mwema, fiki unayeweza, unajibu uwe mtu wa kutumainiwa, mti unaozaa matunda yanayofaa, yasife, yasiangamie, yasiharibike. Uwe tumaini kwa watu waliokuzunguka, uwe tumaini kwa watu waliokuzunguka. Nyota ya asubuhi, nyota ya asubuhi, kiwango na kiwango. Uzao wako umebarikiwa, uzao wako ni taa ya wengine. Umebeba neema, hiyo neema ikathibitike, neema ikamulike kanisa, ikamulike familia yako, ikamulike wanaokuzunguka. Usitoke kwenye uzio wa Mungu, ushamiri na kustawi kwenye uzio wa Mungu. Ile adui anayekutafuta asikupate, nasema asikupate kwa jina la Yesu. unatosha Bwana, Na kufunika
Ninaona mwanamke. Mwanamke huyu ni mzao mteule. Binti kwenye maisha yako. Umeoa? Baba asante kwa ajili ya ndoa ya kijana huyu. Ninamuinua mara 100 binti aliyemoa. Ninamweka kuwa kiongozi. Ninamweka kuwa nuru na taa kumsaidia kijana huyu. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ninamwona binti sio mnene, sio mwembamba, ni wa wastani, lakini mwembamba wa wastani, mweusi. Neema yake imefunika. Unaweza Bwana, unaweza mambo magumu, unaweza Bwana. Hebu shika kaka kifuani, shika kifuani. Yesu, Fresh anointing oil. Fresh anointing oil. Why? unaweza mambo magumu, unaweza Bwana. Thank you Jesus. Fresh anointing oil. Fresh anointing oil. Fresh anointing oil. Ikatembee. Isiyo ya kawaida. Isiyo ya kawaida. Tembee viwango na viwango. Katika jina la Yesu. Hii nguvu. Itembee ndani. Uwe tumaini la wengine. Uwe msaada wa wengine. Uwe uwezo kwa wengine. Katika jina la Yesu. Unaweza Bwana. Yes. Kanisa, nyosha mkono. Yes. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakutumaini tunakutumaini juu ya familia hii. juu ya familia. Tunaamini watu hawa wamekuwa nuru kwa mataifa na watasaidia wengine na watakuwa baraka kwa wengine, watakuwa jicho kwa wengine, watakuwa neema kwa wengine. Sema Bwana, uwabariki, uwainue, uwalinde na uwakinge, uwanenee mema yote ulioinenea Yerusalemu, ikawe kwa ajili ya wengine, kwa jina la Yesu. Amen. Nimebariki watoto wangu. Nani amebariki? Amen. Yesu, In the mighty name of Jesus. Ninafungua kinywa chako kimataifa. Ninafungua kinywa chako kimataifa. Kinywa chako kimataifa. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Injili itakayohubiriwa kupitia kinywa chako haitakuwa ya kawaida. Mambo yote. Nimezaa watumishi. Madhabahu hii inazaa watumishi. mambo Yes.